mustakabali wa ndoa yako wewe na Jessica ni tiketi muhimu sana ya kulirudisha hili jimbo mikononi mwetu. Wewe ni msichana mwenye roho ngumu sana kwa nje. Jessica anapaswa kujua kuhusu hii ndoa. Mzee Kiwelu hawezi kutusubiri. Mimi na mapungufu yangu, lakini acha kumchafua mkubwa kwa mzee. Ukanitoa mashakani. Mbona uongee? Niongee ili tugombane? Nilala sebreni. Najua. Wewe na Rose jana usiku mliongea nini? Na mwanangu ingia. Shikamoo. Baba, niko tayari, tunaweza kwenda. Sawa mwanangu, twende. Nilikumisi sana mpenzi wangu. Tangu umefika unaonekana hauko sawa. Uko mbali sana kimawazo. Kuna tatizo? Kuna jambo liko nahitaji tuongee kuhusiana na familia yangu. Kama kuhusu wewe kuwa rais wa hospitali, kuna jambo nataka kukwambia kwanza. Ndio maana nilikwambia uje. Ni kuhusu... Siwezi kufanya kazi ofisi moja na wewe ukiwa bosi wangu. What? Unamaanisha nini? Nakupenda sana Jessica. Lakini siwezi kuhandle hili. Ni aidha niache kazi pale hospitali, ama niendelee kuwa pale lakini tusiwe pamoja, ama tubaki kuwa bosi na mfanyakazi wake. Jana nilikuja mtaani sijakupata bwana. Ulikuwa na dili gani? Nilikuja tu kutoa kitu. Sikia. Wewe unajua na masonala kibao hapa town. Ya. Hivi kaka una mawe nini? Sikia. Nadhani hiyo ni dhahabu. Kabonge nao nini wakupe chochote, ukirudi utapata share yako. Oya vipi? Usijali brother, hakuna matata nimeisha. Au sio? Ya.
Precious. Just calm down. Calm down, baby. Oh, relax. Ongea na mimi, Jessica. 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 Luis, haujui ni kiasi gani mimi naumia. Zaidi ya miaka 3 Luis, tumekuwa pamoja. Tumejenga ndoto na malengo pamoja. Alafu leo unataka kuharibu kila kitu kwa sababu tu ya vyeo. Vyeo kweli Luis, vyeo tu. Jessica, please. Hii sio rahisi pia kwangu. Jaribu kunielewa. Umeshawahi kunipenda hata siku moja kwenye maisha yako? Unawezaje kuniuliza swali kama hilo, Jessica? Tumekuwa katika mahusiano kwa miaka 3. Nimebahatika kuspendi naye kwa mwaka mmoja tu. Miaka 2 yote tumekuwa nje Ulaya kimasomo. Lakini muda wote nimekupa kipaumbele na kukulindia heshima. Leo hii kutaka jambo hili tu kwako ndio unaona kwamba sikupendi? Serious, Jessica? Luis, sijawahi kuwa mchoyo wa fadhila hata siku moja kwako. Na siku zote umenifanya nijihisi wa special sana. Lakini leo umenikosea sana. Hujui nilikotoka nimepitia mangapi. Hujui tangu asubuhi mpaka nakuja kwako ni yapi yalonikuta. Hujui hata mimi nilikuja hapa nilikuwa nataka nikuambie nini. Hujui. Unamaanisha nini? Unataka kusema nini, Jessica? Jessica. Baba. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwema. Simu yako imenishtua sana. Vipi, Liam yuko wapi? Yuko chumbani kwake. Aha. Sawa. Simon. Naam. Hebu naomba kijana wangu kae hapa. Sawa baba. Mwanangu, najua nina makosa mengi kama mwanadamu, na makosa haya yananifanya niwe dhaifu kama baba kwenu. Naomba uniamini mwanangu, siku zote kitu ambacho nataka kukifanya na ninachotaka hasa kiwe ni kuwa baba bora kwenu. Yeah. Naomba uongee na mdogo wako kwa ajili yangu. Baba. Tafanya hivyo. Barikiwa sana mwanangu. Napumzika kidogo mzee. Haya baba.
Kwa nini unaniangalia hivyo? Ulifanya nini? Tangu nikufahamu, Berry, sijawahi kukuona ukiwa mdhaifu kwa mwanaume kama leo. Hivi unajua mimi sikuelewi Mina. Kwani mimi nimefanya nini? Maana naona toka tuko njiani unaanza kunisema tu na maongezi sijui kuhusu kilichotokea studio. Mimi sielewi chochote. Unaongelea kitu gani? Unajizima data. Usichokielewa ni nini hapo? Berry ambaye aliyekuwa anaongea na Simon sio Berry ambaye mimi namjua. Kitu ambacho sikielewi kwa Berry ni roho ya Simon imekuingia, ile roho yake ya kilokole, ama unampenda Simon? Mina, kwani unampenda Simon? Nikupongeze sana Rosie kwa kumtunza babako vizuri. Hongera sana, lakini pole sana Mr. Saidi. Tunashukuru sana daktari. Asante sana daktari. Hamna shida. Unajua maradhi haya ya sukari mara nyingi yana utata sana. Usipokuwa makini ukifuatilia dawa, unaaga mapema, lakini kwa nilivyoona hali yake inaridhisha kwa sasa. Sasa kwa nini kwa sasa? Ina maana sitapona? Sio hivyo Mr. Saidi. Yaani usipofuatilia sana dawa na usipofuatilia maelekezo ambayo daktari amekupa, madhara yake ni makubwa zaidi. Lakini kwa sasa unaweza kuendelea na shughuli zako ukifuatilia tiba ambayo nimekuandikia. Kila kitu kitakuwa sawa. Tunashukuru sana. Hai jamani. Sorry. Pole sana. Samahani mheshimiwa. Binti yangu hakukuona. Usijali. Unaitwa nani? Mimi naitwa Rosie na huyu ni babangu anaitwa Mzee Saidi. Mimi ni shabiki yako namba 1. Wow. Nakufuatilia sana. Asante sana kuwa shabiki yangu. Nikikutizama naona kama mtu fulani namkumbuka, namjua vizuri. Lakini sikumbuki ni mtu gani. Lakini usijali, watu wanafanana unajua. Yeah. Asante sana mheshimiwa. Msijali. Okay, sawa. Hivi mlikuwa na daktari gani? Na Dr. Naima. Okay. Basi ugua pole. Asante. Okay. Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Oh, kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Oh, kwa nini mimi? Yeah. Mchome mtoto. Awena mtoto wangu. Awena mtoto wangu. Hebu tulia. Usifanye hivyo mtoto wangu. Awena usifanye hivyo. Ya. Kazi yangu imeisha. Jiandae kwa ajili ya msiba ya mtoto wako ndani ya dakika 5. Mtoto wa Tekra amekufa? Ndiyo bosi.
yupo makaburini anamzika. Vizuri. Sasa ni muda wako wa kupata malipo ya kumdanganya bosi wako. Si ndio? Si ndio? Mama. Unadanganya mimi? Unadanganya? Tekra, najua ulikuwa na mimi kwenye shida na raha. Hukuwahi kuniacha. Nimeshindwa kukuuguza. Nimeshindwa hata kukuzika, rafiki yangu. Naomba unisamehe. Najua utakuwa umenikasirikia kwa sababu mpaka sasa hivi sijabahatika kumpata mtoto wako. Naomba unisamehe rafiki yangu. Mpaka leo sijabahatika kumpata mwanao Belinda. Belinda mwanangu, uko wapi? Uko wapi nikuone mama? Naam, nikuone jinsi ulivyokuwa mzuri kama mama yako. Uko wapi? Natamani kujua una hali gani uko ulipo mama. Nisamehe rafiki yangu. Nisamehe Tekra yangu. Nimekukumbuka. Mina, hivi umejisikia ulichokiongea? And Mina, unawezaje kunifikiria hivyo? Mimi nadhani wewe ndio mtu pekee ambaye unanijua mimi. Nimekutana na wanaume wangapi vishoka wenye hadhi ya kila aina. Nisizame kwao, nende nikazame kwa yule Simon. Yaani yeye ana nini hasa mpaka mimi nizame kwake? Kipi? Na kwa nini wewe ndio unifikiria hivyo? Unajidanganya Berry. Unaonekana tu uso wako unampenda Simon. Na matendo yako yanaashiria kabisa unampenda Simon. Labda nikukumbushe, wanaume kwetu sisi ni kama mtaji. Masuala ya ndoa, my dear, usahau kabisa. Huwezi kuolewa, huwezi kuwa na mume mpaka unakufa. Umemzika mamako mzazi Berry. Alikuwa anakupenda. Ukampende leo Simon, ukampende mtoto wa mtu. No love. Na hilo tushaongea. Na sihitaji tena kipingamizi kuhusu hilo. Mina, siwezi kusahau ambayo tumeyapitia. Tena ikiwa sababu ni hao wanaume. Na nikwambie tu ndugu yangu, siwezi kuvunja agano letu. No love, no serious relationship. Mi bado niko na wewe. Sio kwamba uko na mimi Berry. Yaani sisi tuko na tutaendelea kuwepo. Yaani no love, no mapenzi. Liam, unakumbuka siku ya sherehe ya kumaliza kwako kwa form 4? Kwa mara ya kwanza mimi na wewe tulikunywa pombe. Nadhani unakumbukumbu vizuri sana nini kilitokea. Mama alitupiga sana. Na alikuwa mkali mno. Unakumbuka? Mama hakuwahi kupenda kabisa matumizi ya pombe wala mihadarati. Leo hii jua naongea na wewe kama mtu mzima, siongei na mtoto mdogo. Japo najua ni kweli imepita miaka 3 sasa tangu mama afariki. Na ni ngumu kwako kusahau, naelewa, kwa sababu ulikuwepo wakati mama anauliwa. Simon, yatosha. Bro. Usiseme inatosha. I want you to listen to me.
Kama kweli wewe unaumizwa na kutokuwepo kwa mama leo hii duniani, then kwa nini usifanye yale mazuri ambayo ulikuwa ukiyafanya wakati yeye yupo? Kwa nini usimwenzi kwa kuyafanya yale mazuri basi? Kwa nini unafanya haya ambayo huko aliko mpaka sasa hivi ana maumivu, anaumia? Wewe unajua yeye anajisikiaje juu yako huko aliko? Kwa haya ambayo unayafanya. Mimi nitakwambia kitu kimoja mdogo wangu. Haya ni maisha na muda urudi nyuma. Leo uko hivi, kesho utakuwa na mvi, afu utakuwa una future, utakuwa umepoteza wakati wako kwa kufanya vitu vingi vya kipumbavu. Mimi siwezi kukuambia maneno yoyote ya kukufurahisha au nikupetipeti eti kwa sababu wewe ni mdogo wangu. Hapana, mimi nitakupa true facts za maisha, na maisha hayako hivi mdogo wangu. Sio, unanielewa vizuri? Maisha yako hivi, na ukipata mtu wa karibu ambaye anaweza kukuambia ukweli, huyo ana mapenzi na wewe. Tusipokuambia mimi na baba yako, atakwambia nani? Imefika wakati sasa inabidi wewe uchague namna ya kuishi maisha yako. Lazima uchague namna ya kuishi maisha. But this, my brother, huwezi kuwa na mwisho mzuri. Na usisahau kuwa mama ndo ameshakwenda. Hata ulie vipi hawezi kurudi. Tuliobaki ni mimi na wewe mdogo wangu. Na baba yetu anatupenda sana, sana. Unataka nini? Upewe nini? Jitafakari. Ila muda wa kusubiri. Wewe. Karibu mume wangu. Asante my wife. Unaendeleaje? Uko sawa. Uko sawa kabisa. Nina taarifa kutoka kwa mzee Kiwelu. Ametualika dina usiku wa leo, na anataka usiku wa leo tutangaze uchumba wa Jessica na Kojak. Alafu tutakuwa pekee yetu, tutakuwa na watu tofauti tofauti. Nadhani kuna tatizo kidogo kuhusiana na hilo. Jessica alitoka asubuhi. Amerudi akiwa stressed. Analia, amejifungia ndani, hataki kutoka wala kufungua mlango. What? Sweetheart. Ni baba, fungua mlango tuongee. Daddy, sitaki kuongea na mtu yoyote leo. Samahani, niacheni. Jessica, sweetie. Ni kuhusu wewe na Kojak. Sweetie, uko sawa? Uko sawa dad. Jessica, una tatizo gani? Niambieni, Kojak amefanyaje? Okay. Sweetheart, mzee Kiwelu ametualika dina nyumbani kwake, na inabidi kutangaza uchumba wako wewe na Kojak katika hiyo dina. Sawa, nitaenda. Una hakika Jessica? Yeye mlitaka mimi nifanyeje? Au niamue nini? Dad, Mom, mbele niache, nitakuwa peke yangu. Okay. Yeah. Oh, that's sweet.